Katika miezi ya hivi karibuni, dunia imeshuhudia mvutano mkali wa kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati, ukiwahusisha Iran, Marekani pamoja na washirika wake. Mapigano haya yameacha maelfu ya watu katika hali ya sintofahamu, huku athari zikienea hadi kwenye uchumi wa dunia na usalama wa kimataifa. Lakini sasa dalili za kupungua kwa mapigano zimeanza kujitokeza. Swali linaibuka, je, hali hii ni ushindi wa kimkakati kwa Iran au ni matokeo ya nguvu ya mshikamano wake wa ndani na nje? Lakini pia wapo wanaohoji, je, huu ni mtego kwa Marekani dhidi ya Iran? Kwa muda mrefu Iran imekuwa ikijenga si tu kijeshi bali pia kijamii na kiitikadi. Tumeshuhudia misimamo mikali ya Iran hata pale Marekani ilipotoa tamko la kufungua mlango wa Hormuz ndani tu ya masaa machache, na kinyume chake itabomoa miundombinu yake yote ikiwa Iran watakaidi agizo hilo. Ajabu ni pale ambapo Iran kupitia wananchi wake na jamii kwa ujumla walisongamana kwa maandamano ya amani kabisa, wakienda kulinda miundombinu yao na kujitoa muhanga kwa lolote lile ambalo litatokea. Kupitia mtazamo huu, dunia inaisifu Iran kwa mshikamano wake pamoja na misingi mikubwa ya kiitikadi waliokuwa nayo. Iran imejikita katika mshikamano wa wananchi na washirika wake wa kikanda. Hata hivyo pia Iran imeonyesha uwezo wa kustahimili presha kubwa kutoka mataifa yenye nguvu duniani. Wachambuzi wengi wanaeleza kuwa mkakati wa Iran haukuwa tu wa kijeshi bali pia wa kuchosha adui kiuchumi na kisiasa. Hali ya Marekani kwa sasa imekuwa imedorora kiuchumi, hasa pale mlango wa Hormuz ulipofungwa na bei ya mafuta kupanda dunia nzima, hali iliyoongeza shinikizo kwa nchi ya Marekani kukubali masharti ya Iran japokuwa yako na gharama kubwa sana. Wakati huo huo, jumuiya ya kimataifa imekuwa ikitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano na kurejea kwenye mazungumzo. Kwa mujibu wa wachambuzi wa diplomasia, hakuna vita inayoweza kumalizika kwa nguvu bila majadiliano. Pia hali hii imepelekea baadhi ya mataifa ya Mashariki ya Kati kuanza kujiondoa katika mvutano huu, yakilenga kulinda maslahi yao na kuzuia kuenea kwa vita. Hata hivyo, ujamaa na mshikamano limekuwa ni funzo kwa nchi nzima na dunia kutoka kwa watu wa Iran. Baadhi ya wachambuzi wanaona kuwa nguvu ya Iran haiko tu kwenye silaha bali kwenye mshikamano wa ndani na mtazamo wa pamoja na kupinga ushawishi wa nje. Hii ndiyo dhana ambayo wengine wanaita ujamaa wa kimkakati, ambapo taifa linajiweka pamoja dhidi ya changamoto za nje. Lakini zipo hoja ambazo pia zinakuja kukosoa na kupinga kwa madai ya kwamba Marekani kukubali masharti ya Iran na kuamua kusitisha mapigano haya ni mtego dhidi ya Iran. Hata hivyo, hii ni kauli tu ya kusadikika na haina ukweli juu ya hilo. Inabaki kujua ya kwamba ushindi wa Iran ni mshikamano na uthabiti wa Iran, au ni kama sehemu ya mkakati mpana wa nguvu za kidunia. Lakini jambo moja linabaki wazi: vita hii imeifunza dunia kuwa nguvu ya taifa haipo tu kwenye silaha bali kwenye umoja wa watu wake. Hata hivyo, pamoja na masharti mazito yaliyowekwa na Iran, mpaka sasa zaidi ya vifo vya watu 200 vimeonekana kule nchini Lebanon. Je, mkakati huu utadumu au utashindikana? Iran waendeleze mapambano ama wasubiri? Endelea kuwa nasi. Ulikuwa nami Hassan wa Makanya kupitia Khairia Online TV. Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani.